Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Shetani hafanyi kazi nje ya neno. Yeye anachokifanya tu, anachukua maandiko anayapindisha kwa ajili ya faida yake yeye mwenyewe. Sasa ndivyo hivyo, kuna vitu ambavyo tumeandikiwa katika maandiko matakatifu kutuonya, kutufundisha kupitia wale waliotutangulia. Baba zetu walikula chakula na kunywa. Sasa ndivyo hivyo shetani ambavyo analeta taarifa mbalimbali. Hizi taarifa unavyosikia kwamba andamana huku, andamana tarehe hii, kutakuwa na mega maandamano, hivyo ni vyakula ulimwengu wa roho unakula na kunywa. Hivyo vyakula vimebeba nguvu ya utisho kutoka kuzimu. Ukimaliza zinakutiisha, utaanza kucheza. Haya maandamano ni michezo ya kuzimu, kwa sababu hakuna ambacho kinampa Mungu utukufu pale. Kwa hiyo lipo wingu linaoongoza watu kufanya maandamano haya. Ipo roho chafu inaoongoza watu kufanya maandamano haya, kama walivyoongozwa baba zetu na wingu Roho Mtakatifu. Hivyo hivyo shetani, lengo tu ni kupata damu. Kuzimu imekusudia kujipatia hiyo siku. Kama hutosikia haya, mnaandamana, mnanungunika, hapo tayari shetani anapata damu. Mnaandamana huku mkimjaribu Mungu, shetani anajipatia damu. Haleluya! Ukiangalia kuna uasherati wa kila aina. Maisha ya mwanadamu ni ibada. Sasa kama ibada yako haimpi Mungu utukufu, shetani anajitwalia utukufu. Ndivyo hivyo katika maandamano, inakuwa ni ibada ya sanamu. Kama ulivyoona imeandikwa hapa, kwa siku hiyo moja watu wakaangushwa 23,000. Sasa usiposikia haya maonyo ambayo yameandikwa kwenye Biblia, itakuja kutokea hiyo hii idadi shetani anaichukua katika maandiko matakatifu. Kwa haya ndio amekusudia kuzimu, kupata damu za watu 23,000 kwa ambao hawatasikia, hawatanyenyekea. Mungu alichukizwa na hawa baba zetu kwa vitu walivyovifanya hivi, na ndivyo hivyo kila unaposikiza hizi taarifa, unakula na kunywa vitu vichafu, unamchukiza Mungu. Na kumbuka, kila atakayekufa katika maandamano, hizi roho za watu 23 haziingii mbinguni, kwa sababu zimekufa katika dhambi. Kwa hiyo unatakiwa uwe na maarifa ili usipate kuangamia. Biblia inatuambia anayejiona amesimama aangalie sana asianguke. Mapenzi ya Mungu ni Tanzania itubu, watu watubu, wamgeukie yeye. Hilo ndio Mungu analihitaji. Zaidi ya hapo ni kuleta tu machukizo kwa Mungu. Pia tambua, hapa duniani hakuna jambo jipya. Yaani utakachokifanya wewe leo, sijui ukiandamana, ukifanya nini, wewe sio wa kwanza. Wapo waliotangulia, na mengine yameandikwa katika maandiko matakatifu kwa mafumbo. Roho Mtakatifu anatusaidia kuelewa. Sasa yameandikwa haya, nasi tusipite kule tukaishia katika mauti, bali tujifunze. Yapo maisha baada hapa duniani. Unatakiwa ujiulize, ukifa unaenda wapi? Muda umekwisha ndugu katika Kristo. Yaani unaposikia sauti, kuna watu wapo kuzimu hii wanatamani wapewe chance warudi watengeneze mambo yao, lakini wewe una huu muda unapuuzia, unatafuta kufanya mabaya, unatafuta kumchukiza Mungu badala ya kuambatana na Mungu kile anachokitaka ili uwe na mwisho mema. Mungu akusaidie sana, afungue macho yako na masikio yako katika jina la Yesu Kristo, upate kumpokea yeye. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Shetani hafanyi kazi nje